Unataka kubadilisha maisha yako? Usiogope. Upo sehemu sahihi. Katika video hii nimekuandalia tabia 7 zitakazobadilisha maisha yako. Fuatana nami hadi mwisho, kwani tabia hizi zimebadilisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa. Hivyo na wewe ukizifanyia kazi, zitabadilisha maisha yako vile vile. Namba 1. Mazoezi. Mazoezi hayaishii tu kukufanya kuwa na mwili mzuri peke yake, bali pia yatakufanya uwe na utulivu wa akili pamoja na kuwa na uwezo mzuri wa kifikra. Ukiwa na uwezo mzuri wa kifikra, utaweza kuwa mbunifu na utaweza kufanya kazi zako kwa usahihi na kwa ufasaha. Kama una tatizo la msongo wa mawazo, mazoezi ni tiba nzuri kwenye hilo. Mafanikio yanaanza na hatua ndogo ndogo kama vile kuweka mwili wako vizuri kwa kufanya mazoezi. Na hii inaenda sambamba na kula vizuri kwa afya. Epuka kula vyakula ambavyo havijengi mwili. Angalau 80% ya vyakula unavyokula viwe ni vyakula vya asili, na 20% nyingine zinazobaki unaweza ukachagua kula vyakula vingine unavyovipenda. Fanya mazoezi, kula vizuri kwa afya, na kunywa maji safi na salama. Utayafaidi mafanikio yako vizuri ikiwa yatakukuta ukiwa na afya njema. Hivyo jijengee tabia ya kufanya mazoezi na uone jinsi maisha yako yatakavyoanza kubadilika. Namba 2. Kujifunza. Tabia ya pili itakayobadilisha maisha yako ni kupenda kujifunza. Jifunze ujuzi mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo utayatumia kama nyenzo za kukufikisha kwenye mafanikio unayoyataka. Usiridhike na elimu ya darasani peke yake. Jifunze zaidi na zaidi. Jifunze ujuzi mbalimbali ambao utautumia kukuongezea pato la ziada au kukufanya kuwa huru kifedha. Moja ya sifa ya watu waliofanikiwa ni tabia ya kupenda kujifunza kila wakati. Hawakomi kujifunza, na ndio maana hawakomi kufanikiwa. Jijengee tabia ya kupenda kujifunza na utabadilisha maisha yako. Namba 3. Tenga muda wa kutulia na mawazo yako. Watu wengi wanakimbizana na maisha kila siku, ila hawana muda wa kutulia wao na mawazo yao binafsi. Na hii ndio sababu maisha yao yapo vile vile, hayapigi hatua yoyote. Ni kwa sababu hawana muda wa kutafakari. Hawana muda wa kutulia na mawazo yao binafsi. Unapotenga muda wa kutulia na mawazo yako binafsi, unapata ufunuo mpya na mawazo mapya yatakayokuwezesha kuboresha maisha yako kwa kiwango kikubwa. Hakikisha kila siku unatenga muda wa kutulia wewe na mawazo yako. Muda wa kuzungumza wewe na nafsi yako. Muda wa kujitafakari pamoja na kutafakari maisha yako kwa ujumla. Unaweza ukaamua kufanya hivyo asubuhi unapoamka au usiku kabla ya kulala. Ukatenga dakika chache za kutulia na mawazo yako na kutafakari. Au unaweza ukaamua kufanya hivyo wakati wowote ambao muda wako utaruhusu. Huu ni muda wa kutulia na mawazo yako, na usitumie simu yako au chombo chochote cha teknolojia. Umewahi kujiuliza ni kwa nini unapata mawazo mengi mazuri ukiwa bafuni unaoga? Ni kwa sababu hapo unakuwa huna kitu kingine cha kukutoa kwenye utulivu. Hivyo unaanza kupata mawazo chanya ambayo yanapelekea kubadilisha maisha yako. Nisiingie ndani sana, na itunza kwa ajili ya mada nyingine. Ninachotaka kukusisitizia ni kwamba muda wa kutulia wewe na mawazo yako, hakikisha unajiweka mbali na kitu chochote kile kitakachokutoa kwenye utulivu. Bali unaweza kuchukua kalamu na karatasi au notebook yako na kuandika mawazo ya muhimu utakayoyapata. Namba 4. Jizoeshe kuandika. Ukifuatilia maisha ya watu wengi waliofanikiwa, utagundua wanapenda kuandika. Kuandika kunakuza ufahamu wako na inakuwezesha kutunza kumbukumbu ya malengo yako na mipango yako mbalimbali pasipo kusahau. Ukitaka kubadilisha maisha yako, anza kujizoesha kuandika. Si lazima uanze na mambo mengi. Anza hata kwa kuandika mambo machache unayojivunia kuwa nayo kwenye maisha. Anza hata kwa kuandika unajivunia kuwa hai na una akili timamu. Na huo ndio utakuwa mwanzo mzuri wa kubadilisha maisha yako. Namba 5. Kusoma vitabu. Kama usome vitabu, utapitwa na utatawaliwa na mtu anayefanya hivyo. Moja ya barabara ya mafanikio ni kusoma vitabu pamoja na kuyafanyia kazi yale uliojifunza kutokana na kusoma vitabu. Anza kidogo kidogo kwa kusoma kurasa chache kwa siku.
na utazidi kuwa bora zaidi kadri siku zinavyoenda. Moja ya tofauti ya matajiri na maskini ni jinsi wanavyofikiri. Na kwa kusoma vitabu, utaanza kujijengea ufahamu utakao kuwezesha kufikiri kitajiri. Na utaanza kuchukua hatua tofauti ambazo zinaweza kuonekana zinashangaza kwenye jamii inayokuzunguka, au watu wataanza kushindwa kukuelewa. Hii ni kwa sababu mawazo yako yatakuwa tofauti na utaanza kufikiri kitofauti utakapoanza kusoma vitabu. Moja ya kitabu ambacho naweza kukushauri uanze nacho ni The Millionaire Fastlane, kilichoandikwa na MJ DeMarco. Kitabu hiki kitakupa ufahamu wa kitajiri. Kitakuonyesha barabara ipi ni sahihi kuiendea ili kupata utajiri. Kitakuonyesha ni kwa nini matajiri wote hawapo kwenye ajira. Na kitakupa mbinu zitakazo kuwezesha kutoka kwenye utumwa wa ajira. Nina orodha ya vitabu vingi vizuri, ila sitaki nikuchoshe. Anza na hiki. Kusoma vitabu kutabadilisha maisha yako. Soma vitabu na uboreshe maisha yako, au acha usisome na uishi maisha yanayofanana na walio wengi. Namba 6. Usiogope kufeli. Kuogopa kufeli kutapelekea kuogopa kujaribu. Na kuogopa kujaribu kutapelekea wewe kutokupata matokeo ya aina yoyote. Chukua hatua, jaribu. Na ukifeli, jifunze kutokana na makosa. Kisha jirekebishe, na jaribu tena na tena. Usitake kuwa sahihi sana kwa kila kitu. Furahia kufeli, kwani kufeli ni njia mojawapo ya kujifunza. Ishinde hofu ya kufeli, na utabadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa. Namba 7. Tumia mitandao ya kijamii kutengeneza pesa. Miaka ya sasa ni rahisi sana kufanikiwa kuliko miaka ya zamani. Kwa nini? Ni kwa sababu tumepata neema na fursa ya kutengeneza pesa kupitia mitandao ya kijamii. Ni rahisi sana. Unaweza ukauza bidhaa au huduma ambayo watu wanahitaji, au ukatoa taarifa au elimu ambayo watu wanahitaji, na wewe ukatengeneza pesa. Uzuri wa mitandao ya kijamii inakupa uhuru wa muda, na unaweza ukafanya kazi zako ukiwa mahali popote na kwa wakati wowote. Chagua mtandao wowote na tafuta kitu cha thamani unachoweza kukitoa kwa jamii, na wewe ukatengeneza pesa. Mitandao ya kijamii imefanya tushuhudie wimbi la vijana wadogo kupata mafanikio makubwa, jambo ambalo halijawahi kuonekana hapo kabla. Hata na wewe unaweza kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Anza kuzihusisha biashara zako na miradi yako mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Tafuta kitu kinachotoa thamani kwenye jamii, na kifanye pia kwenye mitandao ya kijamii, na utabadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.